Katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya vita dhidi ya ufisadi, serikali imezindua mafunzo kwa kamati ya uangalizi wa raia dhidi ya ufisadi kwenye kaunti kama jitihada za kujumuisha wananchi katika vita dhidi ya ufisadi. Na katika kaunti ya Mombasa, wakazi wa mtaa wa Mvita wa Buxton walihamishwa kupitia ujenzi wa nyumba za bei nafuu wanalilia haki na kutosaidiwa na tume ya EACC katika kupata makazi yao licha yao kuwasilisha ushahidi zaidi mwaka mmoja uliopita. Zaidi ya wakazi 3,000 waliita eneo hili makwao takribani miaka 4 iliyopita, ila taswira haikuwa kama hii. Baadaye walihamishwa hapa ili kupisha ujio wa taswira hii ya kupendeza. Japo wengine waliondoka shingo upande, walipewa matumaini kuwa wangepewa nafasi ya kwanza katika nyumba mpya za bei nafuu katika eneo hili. 60,000 wakazichukua wakaziweka kwa account wakisema kuwa wakati tukirudi tuta top up hiyo deposit. Baada ya kukamilishwa kwa mradi huu, wakazi hao wamesalia kuionea tu Buxton nje, wakilalamikia ahadi ambazo hadi leo zimesalia maneno. Sisi maskini tunapata tabu katika serikali ya Kenya. Wakazi wanadai kuwa wameungana na kuandikia EACC barua wakilalamikia kunyanyaswa na mwekezaji binafsi aliyejenga eneo hilo, ila zaidi ya mwaka mmoja baadaye hawajaona tunda lolote. Kwa sasa wanazidi kukazia macho yao kwa serikali na tume hiyo, wakiwa na matumaini ya kuiona haki. Tume ya ufisadi ilete ripoti yao, tujue je, ule ushahidi ambao tumepeleka ni wa kutosha ama wanataka ushahidi zaidi. Kwingineko, rai za kukomeshwa kwa ufisadi zimezidi kuteka anga, huku serikali ikiasisi mafunzo kwa kamati ya wawakilishi kutoka kaunti zote ya uangalizi wa raia dhidi ya ufisadi kwenye kaunti. Mafunzo hayo ya siku 3 yananuia kuwajuza wawakilishi hao kuhusu mbinu bora za uelimishaji kwa umma, uhamasishaji na kampeni za kuzuia ufisadi. This training is much more than a capacity building exercise. It is an investment in the very architecture of accountability that our country needs to protect public resources and strengthen trust in governance. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mafunzo hayo, katibu wa utumishi wa umma Felix Oskei alilalamikia jinsi ufisadi umekwamisha maendeleo katika mashirika ya serikali. But driving license should take 7 days for you to get. Why do you want it in 2 days? By so doing you are parting 2,000. Quinto Wafula, TV 47, kaunti ya Mombasa.